Hujambo ndugu? Jambo sana. Kwa majina unaitwa nani? Ni Yusufu Salumu Celeste, porte-parole wa Mouvement MPDAC ambayo inaongozwa na Generali Omari Namtaga. Porte-parole wa Generali Namtaga. Tulikuwa tunataka kuongelea kuhusu jana tulisikia milio ya risasi huko Kasenga, tukijua ni nini mwanzo ya saa 1 usiku mpaka saa 5 ya usiku, hata saa hizi asubuhi tena tumesikia milio. Ilikuwa ni inahusiana nini? Milio ya masasi ambayo imesikilikana jana maeneo ya Kasenga ilikuwa ni watu ambao walikuwa wanashikilia silaha kinyume na serikali, ambao walivamia mahali pinaitwa kwa Faliala wakitaka kuiba. Na wakati tulipigiwa simu tukafika pale kwa intervenire, na hakuna mtu ambaye ameibiwa wala hakuna mtu ambaye amenyanyaswa, na baadaye usalama karudia kama kawaida. Na hii milio ya hapa leo mchana tena asubuhi mpaka kama saa ngapi, nayo ilikuwa ni hiyo ya wizi yao? Na milio ambayo imesikilikana leo ku frontiere na Duzere ilikuwa kusipoelewana kati ya wanajeshi wa taifa na wakizalendo, lakini baada tulifika pale tukawapatanisha, tukaonesha hali ya kwamba sisi wazalendo na FARDC tuko adui, tunapasha ungana kwa kupiga adui. Na baada ya kuwapatanisha hali karudia kama kawaida, na mpaka sasa ambao nazungumza watu wako wanapita kuingia na kutoka. Na ni kwa nini ilitokea kulia mpaka watu mpaka kurushiana mamilio ya risasi? Ni kwa nini mko kuelewana tu bila kupiga masasi? Unaona, katika wanajeshi kuna wale ambao wako na elimu na kuna wengine ambao hawana elimu, na kupitia hiyo ndio tulifika pale tukakutana watu washaanza kugotana. Hatukujua kisa kabisa kwa ukweli, kwa sababu walisema hawakujua mpaka lini walifika kurushiana masasi, lakini hakuna ambaye amefariki. Okay, asante tu. Jana hapa paliingia generali mkubwa Jean-Jacques Lunga, alifika hapa mjini Uvira na mwenzake Amuri. Unazungumzia nini kuhusu ujio wa Jean-Jacques? Cha kwanza tunashukuru kiongozi wa nchi ambaye ni Felix Antoine Tshisekedi, ambaye alisikia malalamiko ya raia ya Uvira kutokana na hali ambayo ilikuwa ilipitikana hapa msiku za usoni, na wakati walisikia kilio cha raia, na ndio kwa maana walitumana wajemadari wawili walikuja kugomboa mahali ambapo Gasita alikuja kutumika. Na kwa sasa tunasema kwanza karibu kwa wao, na pili sisi kama vile wazalendo tunasema tuko tayari kutumika na kukolabore kwa ajili ya kupiganisha adui ambaye yako katika milima mirefu na mifupi, na ambaye mwenyewe anaendelea kumiliki eneo la Kamanyola hadi Bukavu na Goma. Na ndio kwa maana tunasema tunawakaribisha wakuje tusaidiane kupigania hii nchi, kwa sababu sisi sote ni wananchi wa Kongo. Ni kitu gani hasa unaweza kuambia raia wa hapa Uvira na raia wa Kasenga kuhusiana na ile milio na kuhusiana na jemedari mpya? Kwanza raia ya Kasenga na Uvira nzima tunawaambia kwamba hali iko utulivu kwa sasa. Kiongozi Omari Namtaga anaendelea kupiganisha kwa kutatua matatizo ambayo yanaendelea kufanyika katika mji wa Uvira na Kasenga, na pia tunaendelea kuambia raia kwamba hali iko tulivu kabisa kwa sasa ambapo tunaongea. Mouvement ya MPDAC inaendelea kutumika na kutetea raia. Na wale waizi ambao waliiba jana usiku, je, mliwabana au ndio walikimbia? Wale waamuzi wa jana tukubahatika kwa bana, lakini pamoja na hiyo tuliendelea kufanya security mpaka asubuhi, na mpaka saa hizi hali iko tulivu kabisa katika mji wa Uvira. Na kipindi wanampatia madaraka mzee Omari Namtaga, tulisikia kunatoka tetezi kwa kuna baadhi ya vijiji vimekombolewa na watu wa Uvira waendelee kukaa kimya, wanaendelea kukomboa zingine vijiji, na hapa nyuma mtaenda. Je, ile safari iliendelea au ndio bado mliaririsha tena? Kwanza tunaahidi raia ya Uvira, Fizi na Mwenga ya kwamba waendelee kufanya makazi zao bila shaka, bila tatizo, kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya kutetea nchi na udongo wa mababu zetu. Tuko tayari kufa, tuko tayari kumwanga damu kwa ajili ya kutetea mwingine yetu, Kongo yetu ambayo tumeachiwa na wababu zetu, na miji na vijiji ambavyo vimekamatiwa. Tuko naendelea kupigana mpaka sasa ambao tunazungumza, kuna village ambazo zimekamatiwa, na wenzetu wazalendo ambao wako katika milima mirefu wanaendelea kupigana mpaka sasa ambapo tuko tukizungumza.